Nikija kwa upande wa RS Berkane, wana aina ya wachezaji ambao kwenye tactic wako vizuri sana. Wana aina ya wachezaji ambao wana individual skills, wana ile yani mtu kwa mfano nikitolea mfano mzuri mchezaji kama Kamara, jezi namba 6. Anaonekana msumbufu sana. Amekuwa akitawala dimba la katikati. Na ili uweze kuleta frustration kwenye backline ya timu pinzani, ni lazima uwe na speedi, ni lazima uwe na uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu. Ukiwa na speed alafu na uwezo wa kukaa na mpira muda mrefu, maana yake mipango ya timu pinzani, kwa maana mipango ya Simba inavurugika. Kwa nini? Mabeki au midfield wanahamaki kwenda moja kwa moja kumsumbua. Kama wanahamaki kwenda kumsumbua, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mifumo inaharibika, wote wanataka kwenda kumattack. Kwa hiyo kwa picha hiyo mimi naona bado Berkane wana nafasi nzuri ya kuharibu mipango ya Simba. Kwa mfano pale mbele ukijaribu kuangalia, kuna mtu sikosei 20 na jezi namba, kama sikosei jezi namba 8, miongoni mwa wachezaji ambao pia nimewaona kwenye mechi iliyopita ni wasumbufu sana. Wanapambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Lakini ukija kwenye backline, nimeona Dayo, nimemwona Taif, ni aina ya backline ambao wana struggle muda mrefu. Wakipoteza wanajaribu kufanya recovery. Kwenye backline kuna mbinu kama 2 au 3. Moja hapo ni delay tactic. Delay, unapobaki man to man, unajaribu kumzubaisha, alafu unamtoa kwenye nini, kwenye uso wa goli. Hilo la kwanza, delay tactic. Lakini nyingine, man to man, yani una deal naye perpendicular. Hiyo ni mbinu nyingine pamoja na mbinu zingine. Inaonekana RS Berkane ni miongoni mwa timu ambayo iko vizuri kwenye safu ya ulinzi, lakini hata kwenye eneo la mbele pia iko vizuri. Nini kitaleta ugumu? Kitakacholeta ugumu kwenye finali hii, moja, kwanza RS Berkane wako mbele, watahitaji kulinda walicho nacho. Hilo la kwanza. La pili, RS Berkane hii ni finali yao ya pili. Finali ya kwanza mwaka jana nafikiri na Zamalek, matokeo yalikuwa hivi. Zamalek nyumbani kwao walienda kupindua. Sasa wanakuja tena, na nimemsikia leo kocha wa Berkane anasema wao hawahofii, lakini pia mikakati yao ni kuhakikisha safari hii wanabeba kombe hili. Mwaka jana kupata furaha kabisa. Waliingia finali, hawajaonyesha makubwa, lakini mwaka huu tena wameingia finali. Kwa sasa mazingira yanaonekana wako mbele, ile wanahakikisha wabebe finali hii. Kwa hiyo haya ni mazingira mawili ambayo ni magumu kwenye finali hii. Kuna mtu ameingia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 32 93, 2003, hii ni 2000 ngapi, almost miaka 32 na kuendelea. Kwa hiyo ni miaka mingi sana. Simba wanataka kuandika historia hapo, lakini RS Berkane wao wanataka kuweka ule ugiant, yani mara kwa mara wawepo kwenye sura ya mpira, mara kwa mara waendelee kuwa kuchukua makombe haya ya CAF, ikiwemo hili la shirikisho. Sawa, tutoke hapo tuangazie miongoni mwa matukio ambayo yaliweza kutukia uwanjani. Tukianza tuweze kuangalia kwa namna ambavyo yanaweza faida yake ama na hasara zake. Tukianza na tukio la Simba mwenyewe la mipira set pieces, tunaona mara nyingi Berkane walikuwa wakipata mipira kama hiyo
na jambo ambalo lilienda kuzaa faida ya goli, lakini baadaye ikaenda kukataliwa. Tukianza na matukio kama hayo ambayo Simba tunaona Berkane analazimisha mara nyingi mpaka kuonekana kwamba amfanishe makosa Simba, hivi vitu haviwezi kwenda kumsababishia Simba mchezo wa marudiano tena vikajirudia, mwisho wa siku ikawa faida kwa Berkane? Ukiona kwenye timu moja hapo kati ya zinazocheza kuna faulo nyingi, tafsiri yake ni kwamba umezidiwa. Ukiona unapata kona nyingi, tafsiri yake ni kwamba umezidiwa. Ukiona imepatikana penalty, tafsiri yake ni kwamba pia umezidiwa. Kwa hiyo kwenye matukio kama haya huwezi kusema kwamba Simba wajilinde kona isipatikane. Kama Simba anashambuliwa, obviously kona inapatikana. Kama Simba anashambuliwa, obviously set pieces inapatikana. Hiyo ndio picha halisi ya mpira. Maana yake ni nini? Maana yake haya yote pia yanajumuishwa kwenye kujilinda. Wanasema kuna kitu inaitwa deep defensive. Yaani unakuwa mbele tu ya boksi lako, huondoki. Sasa kwa wachezaji ambao ni wakubwa, professional player, au kwa timu ambayo ina ueledi mkubwa, ina mwalimu mwenye tactic, kinachofanyika kinaitwa solo attacking. Solo attacking tafsiri yake ni nini? Solo attacking, mchezaji akipata mpira hatoi pasi, anakokota, ana dribble. Akidribble, tafsiri yake ni kwamba beki wa timu pinzani atalazimika kwenda kumkwatua, kwa sababu si anakuwa na hofu. Kwa hiyo wachezaji, mchezaji akikokota, watakuja wachezaji 3 mpaka 4 kuja kumshambulia yule mwenye mpira, kwa sababu hataki kuachia. Ukienda kumshambulia kinatokea nini? Kinatokea faulo. Ukienda kumshambulia kinatokea nini? Inawezekana faulo ndani ya box. Kwa hiyo set pieces, corner, penalty, faulo ambazo sio za lazima, hizo ni indicator kwamba umezidiwa. Sawa Kwa sababu set pieces maana yake zinatokea karibu na goal lako, hata corner inatokea kwenye karibu na goal lako. Kwa hiyo tafsiri yake hiyo ni moja kwa moja umezidiwa. Kwa hivyo huwezi kuepuka kama umeruhusu kushambuliwa, kama umeruhusu kujilinda, kwa yani tunasema hutaki kupandisha timu. Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi iko hivyo, na mimi naona njia nzuri ya kujilinda ni kuattack. Best way of defending is to attack. Sawa, turudi kwenye upande tena wa forward. Kwa upande wa Simba pamoja, tuanze na midfield mpaka forward. Miongoni mwa matukio ambayo tunajaribu kuiangazia, pamoja na kuonekana kama kuvuja huko mpaka Berkane wanafika, bado tunaona Simba kwamba kuna zile nafasi ambazo wanajaribu kutengeneza, lakini mwisho wa siku tena kama vile zinapotelea hewani, zinakuwa hazizai matunda. Miongoni mwa haya matukio ni muhimu sana na matokeo wanayataka. Unadhani kwamba Simba itakuwa ni vyepesi kwenda kuipindua meza, ili hali bado kwenye namna ya ushambuliaji, ulengaji wa goli la mpinzani unasuasua? Ili Simba wafanye mapinduzi ya haraka kuweza kupata goli la kwanza na la pili, kuna mambo mawili yanapaswa kufanyika. Jambo la kwanza ni kuonyesha kwamba sisi ndio wenyeji, kwa maana ya Simba wanakuwa wenyeji katika uwanja wa New Amani. Wakiwa wenyeji, automatically wanatengeneza fear, wanatengeneza hofu kwa mpinzani, wanatengeneza hofu kwa RS Berkane. RS Berkane watataka kujilinda sasa, wakiona kwamba hawa wamekuja kushambulia. Jambo la pili ni kupunguza kwa zaidi ya 95% madhaifu ambayo yalijitokeza. Ikipatikana nafasi moja waweze kuiconvert kwa goli. Ikitokea set pieces waweze kuiweka hiyo goli. Haya mazingira mambo mawili haya yakifanywa kazi, mimi naona watatengeneza hofu
na RS Berkane watakuwa hawapandi. Lakini pia tunafahamu Mwarabu yoyote silaha yake ya kwanza katika mpira wa miguu akiwa ugenini ni kwenda kujilinda kwanza. Yoyote hata Al Ahly huwa anajilinda. Mara nyingi sana tumemwona Benjamin Mkapa. Hata kuna mchezo mmoja nilimwona Raja Casablanca alikuja Tanzania, japo Simba alipoteza goli 3, lakini Simba alivyotaka kubadilisha mbinu, yeye alirudi nyuma. Wao wanarudi sio kwamba wanakuogopa sana, hapana. Wao wanarudi, ile inakuwa ni tactic, kwamba wanarudi nyuma, wachezaji wote wanavuka mstari wa 18. Wachezaji wote 10 wa timu pinzani. Tafsiri yake ni nini? Wameshajiseti kwamba mpira ukitupwa tu kulia au kushoto, wao wako vizuri kwa spidi, watakuletea madhara muda si mrefu. Na kumbuka, ukishaona mtu kashavuka mstari wa 18, wewe nyuma utabakisha mabeki wawili. Mabeki wawili, je, Kapombe atakuwa wapi? Shabalala atakuwa wapi wa Simba? Kama ikitupiwa kushoto au kulia, tafsiri yake ni kwamba zile wings za pembeni hazina kazi tena, haziwezi kujilinda. Kwa hiyo inaweza kusababisha tena madhara makubwa. Kwa hiyo Simba umakini mkubwa kuonyesha kwamba wako uwanja wao wa nyumbani, lakini nafasi yoyote inayopatikana waweze kuitumia. Wakipata tu goli la haraka, Mwarabu ataanza kuteseka.